Jamii imetakiwa kushirikiana katika kupunguza ajali za barabarani kwa kufuata sheria na kanuni ambazo zimewekwa na Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani. Wito huo umetolewa na afisa uhusiano Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani, ndugu Hakim Daudi Mwita, wakati walipokuwa wakitoa elimu kwa Assalam International School kutoka Kizimkazi huko ofisini kwao Kwerekwe, wilaya ya Mjini Magharibi. Amesema kutokana na ajali kubwa zinazotokea barabarani, wameandaa mafunzo maalumu kwa skuli mbalimbali msingi na sekondari ili kusambaza taaluma kwa jamii kutokana na athari za ajali barabarani. Katika kuhakikisha tunapunguza ajali za barabarani, lakini pia tunaiandaa jamii ambayo yenye uelewa wa masuala mbalimbali kuhusiana na usalama barabarani. Kwa hiyo tumekutana na wenzetu wa skuli ya Assalam, wanafunzi kutoka wa nursery, primary na sekondari. Lengo ni kuwapea mafunzo ya usalama barabarani ili kufahamu sheria watoto waweze kufahamu alama za barabarani pamoja na mambo muhimu ya kuzingatia huko barabarani ili kujikinga na ajali. Sababu pia kumekuwa na matukio mbalimbali ya ajali za barabarani kwa wanafunzi pia na watoto. Kwa hiyo kuna umuhimu, tukaona mamlaka kuna umuhimu ya kuweza kuwapa mafunzo watoto jinsi gani wanaweza kuwa salama wakiwa barabarani. Hivyo ni muendelezo mafunzo haya. Leo tuko katika skuli hii, wamekuja katika ofisi zetu, lakini programu hii ni endelevu. Tutaenda mashule mbalimbali kwa Unguja na Pemba. Lengo ni kuweza kutoa elimu ya usalama barabarani. Mamlaka tumekuwa tukitoa mafunzo ya usalama barabarani kwa makundi tofauti. Ni programu zetu, tuna mafunzo kwa wanaendesha vyombo vya magari mawili, ikiwemo hawa wanaofanya shughuli ya bodaboda na bajaji. Tunatoa mafunzo kwa wanaendesha magari makubwa. Tunaenda kabisa katika maeneo yao ya kazi. Tunatoa mafunzo kwa jamii pia kupitia vyombo vya habari. Ambao mamlaka tunasema usalama barabarani unamhusu kila mtu. Kwa hiyo sisi kila sehemu tunafika kwa lengo la kuweza kutoa elimu ya usalama barabarani. Kwa hiyo tuna madereva, tunawatembea kwa miguu, na hilo ni miongoni mwa majukumu yetu ya kisheria, kama kutoa elimu ya usalama barabarani na kuhakikisha barabara, watumiaji wote wa barabara wanakuwa salama bila kuangalia dereva au mtu mtembea kwa miguu au mwanafunzi au yoyote yule. Yote kwa jamii tunapenda kuambia kwamba kufuata sheria na alama za usalama barabarani, kwa sababu kufanya hivyo ndio njia pekee ya kuweza kuondokana na zile ajali tunazozisikia. Kwa sababu barabarani kumekuwa kuna matukio mbalimbali, uzembe mwingi, watu kutozingatia speed limit katika kuendesha vyombo, watu kuzungumza na simu, madereva kutovaa helmet. Hayo yote tukiyakushanya kwa pamoja ndio tunaunda kitu ambacho kinaitwa ajali, na madhara yake ni hayo, kupoteza maisha au kupata ulemavu. Kwa jinsi gani ya kuweza kuyaepuka, sisi kama mamlaka kushirikiana na jeshi la polisi tuna taratibu hizi za kutoa elimu kwa jamii, lakini vile vile jamii nayo ina wajibu kwamba hii elimu ambayo inafikishwa kwao waweze kuipokea na waweze kuifanyia kazi ili kuondokana na hizo ajali za barabarani. Mamlaka pekee yake hatuwezi kuondoa ajali za barabarani. Jamii tushirikiane kwa yale mafunzo ambayo wanayoyapata na zile sheria ambazo zilizowekwa na mambo mbalimbali ambayo yanaongozwa kwao. Haya yatasaidia kuondokana na changamoto hiyo. Kwa upande wao, walimu kutoka Assalam International School wamesema elimu walioipata wataifikisha kwa jamii. Lengo ni kujenga ustawi mzuri na kupunguza wimbi la ajali nchini. Kwa kutambua umuhimu wa usalama barabarani, tuliamua kuandaa wiki maalum shuleni kwetu kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa wanafunzi wetu kuhusu usalama barabarani, ambapo tumetoa mafunzo mbalimbali kuhusu alama za barabarani, lakini pia tumehamasisha utengenezaji wa vitu mbalimbali ambavyo wanafunzi wetu wamevibuni kuhusiana na usalama barabarani. Lakini pia tuliona ipo haja ya kuwaleta wanafunzi wetu katika mamlaka ya usafiri ili kuweza kupata elimu na ujuzi zaidi. Kwa mafunzo ambayo tumeyapata leo, tutayatumia vizuri, kwanza kwa kuzidi kuhamasisha wanafunzi wetu na kuzidi kuwakumbusha pale ambapo watasahau, lakini pia tuna mipango na mikakati. Baada ya hapa tunakwenda kufanya workshops kwenye jamii. Kwa hiyo kwa mafunzo ambayo pia tumeyapata hapa, tutakwenda kuyapeleka kwenye shule nyingine ambazo zipo Kizimkazi, lakini sio shuleni tu. Kwa wazazi pia tutakwenda kuwaelimisha kwa mafunzo haya ambayo tumeyapata siku ya leo. Na lengo la kuja hapa leo ni kujifunza kuhusu usalama barabarani na alama zake. Na katika vitu nilivyojifunza leo ni kwamba tunatakiwa kuwa makini sana wakati tunapita barabarani, hasa wanafunzi, wakiwemo si wanafunzi tu bali pia watu wakubwa, na pia madereva wanatakiwa waendeshe kwa umakini na wasiweke spidi kubwa, kwani inaweza kutokea ajali
na vitu kutokea katika barabara ambavyo sio salama. Ningependekeza kwamba wazifuate sheria na pia wawe makini katika uendeshaji wao barabarani, wasio wanazipuuza sheria ambazo zimewekwa, kwani zitawasaidia wao na watu wengine. Mafunzo nitakayopeleka ni kwamba wawe makini barabarani, wasiwe wanacheza au kufanya vitu ambavyo havifai barabarani. Watu wengi barabarani hawako makini, kwa hivyo wanafanya ajali kwa watu mbalimbali. Leo tulijifunza alama za barabarani ambazo ni traffic light, zebra sign na zinginezo. Pia tumejifunza kuwa kila mtembea na mwenye chombo ana sehemu yake maalumu ya kupita. Kwa hivyo watu wengi hawafati alama hizo ambazo zinafanya maafa kwa wananchi wanaopita katika maeneo hayo. Hii ni Asam Online TV. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment. Mimi ni Abdrahman Awes na nyuma ya kamera ni Madina Omar.